Malaika ni viumbe ambao Mungu aliwaumba si kwa ajili ya kupamba mbingu au kwa ajili ya kuwa na jina zuri. Malaika ni wajumbe wa Mungu ambao wanatumwa kwa ajili ya kuwasaidia wanadamu katika nchi. Malaika ni wajumbe wa Mungu ambao wanamfikia mwanadamu kwa yale makusudi Mungu anayotaka, kwa yale maombi waliyoomba na kwa mambo mbalimbali. Hiyo ndio kazi ya malaika. Lakini kafundisha kwamba watu wengi tangu umezaliwa ukao kwenye dini yako na pengine leo umeokoka, uko hapa, hujawahi kujua umuhimu wa kutumia malaika na umuhimu wa kuwa na malaika na kazi ya malaika katika maisha yako ya kila siku. Amen. Amen. Right, si ndio? Tunao watu ambao wao wanawaza tu maombi. They think about prayer, they think about fasting, they think about to read the word of God. Yani wanawaza maombi, kufunga, nisome neno, maombi, kufunga, nisome neno, ndio shida yangu itaondoka. Umesahau kwa habari ya malaika. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa hili ndio eneo ambalo la muhimu sana kulifahamu. Ndio maana hakuna mahali watu wengi nilifundisha jana na leo naendelea kwa habari ya kazi za malaika. Na nikasema nitafundisha pia ni namna gani unaweza kuwapata malaika. Nitafundisha kwa kadiri ya muda Mungu aliyotupa. Nilisema Danieli alipokuwa ametupwa kwenye tundu la simba, alikuwa ni mwombaji mzuri. Lakini nilisema jana, waliokuwa ibadani wanakumbuka. Lakini nikasema pamoja na maombi yake, alipotupwa ndani ya simba hakuweza kukemea. Lakini Mungu alikuwa ameshaandaa malaika wa kumsaidia. Malaika ndiye alitangulia ndani ya tundu la simba ili apate kumwokoa Danieli. Nikaeleza kwa habari ya vijana wale watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego, ambao walitoka pamoja na Danieli katika nchi ya Israeli. Hawa nao walitishiwa kutupwa katika tanuru la moto. Walikuwa ni waombaji, walikuwa ni wacha Mungu, walikuwa na imani. Lakini imani yao, maombi yao, uchamungu wao usingewasaidia wasiangamie katika ule moto. Na mfalme aliwahakikishia kwamba ni Mungu gani atakayewaokoa, maana nilishaona watu wa Mungu wengi wakiangamia kwa adhabu ya tanuru la moto. Lakini vijana hao walimwamini Mungu aliyeumba malaika. Amen, amen. Na wakati vijana wale wametupwa katika moto, Biblia inasema wazi kwamba ndipo Mungu alituma malaika. Walikuwa ni watatu. Mungu akatoa malaika mmoja, akaenda ndani ya moto, akazima nguvu za ule moto. Lakini nakukumbusha habari za mke wa Manoa, mama yake na Samsoni. Alipokuwa tasa, wameomba, wametafuta mtoto, hawakupata mtoto. Aliyemaliza ile shida ya utasa wa mke wa Manoa alikuwa ni malaika wa Mungu aliyeshuka akamkuta mke wa Manoa akipepeta ngano katika pamba. Akamwambia, utabeba mimba. Malaika utazaa mtoto, atakuwa nabii wa Mungu, na mtoto huyo ataanza kuwaokoa watu wangu na kuwaokoa watu wangu wa Israeli na kuwasaidia. Malaika yule akamwambia, naomba sadaka. Yule mama akamwandalia mwanambuzi, akala. Alipomaliza kula, malaika akalipua moto kwenye mamba, akapanda katikati ya mwali wa moto. Ndipo yule mama akajua alikuwa aongea na mwanadamu wa kawaida, bali alikuwa anaongea na mjumbe wa Mungu ambaye ni malaika. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo baada ya malaika kuleta ujumbe ule, ndipo shida ya mke wa Manoa ilimalizika. Ndipo tabu ya mke wa Manoa ilimalizika baada ya malaika wa Mungu kuleta ujumbe. Lakini tumwangalie Gideoni, mwanaume aliyekuwa mwoga,
amejaa hofu. Akilima ngano anaficha kwenye mashimo, kwa sababu kuna wanaume wengine wanaitwa Midian wanakuja kuichukua ile ngano kwa mabavu. Yaani analima mwingine, wanakuja kuvuna wengine wanakwenda nao. Kwa hiyo mpaka wanafika mahali wanaona tunalima ili weje. Ikiwa tunalima mwingine anakuja anavuna. Malaika wa Mungu akaja ili kuimaliza shida hiyo. Ni malaika wa Mungu aliyemsaidia Gideon. Akaja akamwambia, ewe shujaa. Gideon akamwambia, ndio shujaa gani? Kama mimi nalima, mtu mwingine anakuja anavuna. Akamwambia, wewe ni shujaa. Malaika wa Bwana akamletea habari, akamwambia, fanya hivi na hivi na hivi, ushujaa wako utaanza kutokea. Tunao malaika wa Mungu katika maisha yetu, lakini hatujui namna ya kuwatumia, na hatujui namna ya kuadhirisha ili waseme na sisi. Hatujui namna ya kuwaita ili waje kufunulie mambo ambayo ni siri za ulimwengu wa giza. Lakini kama ukijua namna ya kuwatumia malaika, mambo yatakwenda vizuri. Utapigana vita kiroho vizuri. Utamwona Mungu kwa namna ya ajabu. Utafurahia maisha kwa sababu malaika ni watumishi wetu. Haleluya. Mungu anasema katika kitabu cha Ufunuo, mtumishi wa Mungu Yohana akaenda ili asujudie malaika aliyetumwa na Yesu. Yesu akasema, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu. Nimemtuma malaika wangu. Yesu ana malaika wake. Yesu mwenyewe pamoja ni Mungu, ana malaika wake wa kumtuma. Anasema nimemtuma akamwonyesha Yohana. Nimemtuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha Yohana mambo ambayo hayana budi kutokea. Malaika akafika kwa Yohana. Alipofika, Yohana akaambia hofu ya malaika. Unajua wanadamu wameumbwa na hofu. Hata wewe hapa ukiona ni mtu nimeingia hapa ni nene nimevaa namna fulani, utaanza kutetemeka, nani huyu? Kwa nini anakuja hapa? Anataka kusema nini? Hofu. Hofu ya mno. Unaweza kanisalimia shikamoo baba, kumbe hata anatakiwa kusalimia shikamoo. Hofu ya mno. Kwa hiyo Yohana bila kujua kwamba yeye ni boss wa yule malaika, akitaka kumsujudia haraka. Malaika akamwambia, no, usifanye hivyo. Kumbuka kitu ambalo lilimtokea Yohana lilikuwa ni kitu kubwa. Nikikanyaga mguu katika bahari, yaani kwa mfano nikikanyaga mguu mmoja kwa katikati ya Victoria, mguu mwingine unakanyaga katika nchi hapa Kiara. Hiyo ni mtu yule nimesema namna hiyo. Hebu waza kwa Yohana kanaishia wapi sasa? Kamtumishi wa Mungu kwa Yohana. Malaika anasema amekanyaga mguu wake mmoja katika bahari na mguu mwingine katika nchi. Hapa amesimama mpaka mawinguni. Anaongea na Yohana. Sauti yake ni kama maji mengi. Macho yake kama miali ya moto. Anaongea na mtu. Yule mtu akaanguka akakufa. Anamwambia usiogope. Akamuinua. Malaika. Yohana anasema basi kama ndivyo nikusudie, akasema usifanye hivyo, mimi ni mchoni. Ni mtumwa, ni mtumishi wako wewe na wa ndugu zako wanaoamini Yesu Kristo. Haleluya. Malaika wao wanajua hivyo. Lakini kwa nini watu wa Mungu mnapigwa vipande, mnatumia majini, mnatumia uchawi? Mpo tu nimepigwa sana. Yaani baba nimetumiwa mshale wa pepo. Yaani kichwa upande wake kitaki kabisa. Nilikuwa nimelala nikaona chini. Nilikuwa nimelala. Wanakushangaa kwa sababu hata mashetani wenyewe wanaenjoy. Kwa sababu gani? Wanakuona ni kama hauna ufahamu na maarifa ya kutumia ile neema ulionayo. Nilikueleza kwa habari ya Yesu wakati alipokwenda kukamatwa pale Gethsemane. Kikosi cha askari wa kiume wamekwenda pale kumkamata Yesu, wana mapanga na marungu. Petro akataka kumpigania, akanyosha upanga akamkata mtumwa kwa mkuu. Vita itokee pale. Yesu akamwambia acha. Usifanye hivyo. Kwa sababu auaye kwa upanga ataua kwa upanga. Yesu akamwambia Petro, usijiingize kwenye mambo ya damu. Mimi nitawaacha naenda kwa Baba. Usiue kwa upanga. Kwa sababu kila wewe kwa upanga ataua kwa upanga. Lakini katika mambo ya Walawi anasema amwagae damu nitaitaka damu mkononi mwake. Kwa hiyo Mungu Yesu Kristo alimuonya Petro akamwambia rudisha panga yako kwenye mfuko. Petro akairudisha.
akamrudisha kwenye ala, alafu akaongea jambo lingine. Unadhani mimi sina uwezo wa kumwambia Baba aniletee majeshi 12,000 ya malaika? Siwezi kumwambia Baba akanitumia hapa sasa hivi majeshi 12,000 ya malaika. Maana yake Yesu aliona kilichowainua wale watu, kikawapa ujasiri wa kuja kumkamata na mapanga. Sio wao, kuna jeshi la mapepo limejaa ndani yao, ndio linawaongoza. Nendeni mkamkamate Yesu, mkampiga marungu, mkampiga mapanga. Nendeni. Yesu anasema ishu hii sio ishu ya kimwili, sio ishu ya Petro kubeba panga na wewe kaza mtu sikini. Lakini ukiona ishu ilipokuwa imekaa, sio wenyewe kuja na mapanga, na sisi tunazo panga. Anamwambia Bwana, tunazo panga 2 hapa, tuzitumie. Yesu akasema hapana. Kwa nini? Kwanza Yesu ni mfalme wa amani. Halo? Yesu mfalme wa nini? Wa amani. The Prince of Peace. Kwa hiyo mfalme wa amani, yeye huwa anatawala kwa amani. Mambo yote anataka yaishe kwa nini? Kwa amani. Na ndio maana mojawapo ya maagizo ya Mungu anasema kwa kushauriana jambo lipitika. Kwa kukaa chini mkashauriana, jambo hata kama lilikuwa limeanza kuharibika linathibitika. Na kwa shauri la akili anasema fanya vitu. Sikurupuke tu. Haleluya. Haleluya wana Mungu. Ukiwa mtu wa Mungu kweli, usipate hasara. Usipate hasara kwa sababu ya kuruhusu shetani kuingiza upumbavu kwenye akili, ukashindwa kumtii Mungu, ukashindwa kumtumikia Mungu kama anavyotaka, ukashindwa kutenda kama Mungu anavyotaka. Hivi wewe unawaza kwa habari ya Filipo, alikuwaga mchawi. Filipo hakuwa mchawi, lakini ameenda mpaka mahali fulani anamhubiria yule mtu ya gari na farasi. Filipo yeye anatembea. Mara ya kwanza Mungu alimpasha, akamtuisha karibu na yule towashi wa Kushi. Filipo akaanza kumhubiri. Zamani kulikuwa na mambo ya ajabu sana ambayo leo yatokei. Maana zamani watumishi wa Mungu walijua namna ya kutenda kazi na malaika. Amemhubiria, akamaliza, akambatiza. Alipomaliza kumbatiza, sasa yule bwana akaenda na amani huko akisoma maandiko ya Mungu, anafurahia wokovu. Filipo anarudije pale nyikani. Akamwambia malaika akamnyakua. Biblia inasema alinyakuliwa, akapaishwa juu, akamtuisha mahali panaitwa Azota. Hebu sema Azota. Naona? Lakini leo waza wanaoruka angani leo ni wachawi. Ukimwambia mtu, ukiniona niko hapa nikwambia mwanangu nilikuwa bunda, nimeruka tu nikatua hapa, utasema mchungaji ni mchawi. Amerukaje tu akatua hapa? Inawezekanaje tu yeye akaruka tu eti Roho Mtakatifu akamtumisha hapa? Yuko namna nyingine. Amen, amen. Hebu mwambie mtu, tumia malaika wa Bwana. Mwambie tena mwenzio, tumia malaika wa Bwana. Atafanya nini? Atakusaidia. Wakati fulani katika Biblia kuna mtu alikuwa anaitwa Hajiri. Alikuwa anasafiri kwenda Misri. Ameenda, alikuwa na maji yakamalizika na chakula kikaisha. Akakata tamaa ya kufika salama na mwanae mdogo. Mtoto wa miaka kama 9-10 hivi. Mtoto akakabwa na kiu, akakaribia kufa. Haoni msaada. Biblia inatuambia wazi malaika wa Mungu akamtokea. Akamtokea Hajiri. Akamwambia Hajiri, usilie. Kwa nini? Kwa sababu hebu fungua macho yako uone kisima kile pale. Mahali ambapo huwezi kuona, malaika wa Mungu akitembea na wewe atakuonyesha kwamba fungua macho, baraka ile pale, pesa ile pale, biashara ile pale, mtaji ile pale. Haleluya!
malaika wa Bwana anaweza kufunulia mambo usiyoweza kuyaona. Lakini leo hatuwahitaji malaika. Bwana